katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninakushukuru Mfalme kwa ajili ya siku ya leo Bwana. Asante kwa neema na kibali ulichoachilia juu yangu Mfalme. Baba, ninalibariki na kulitukuza jina lako. Asante Mfalme kwa ajili ya mpako wa mafuta wako, mtumishi wako, yeye na nyumba yake na familia yake Bwana. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya watendakazi wote. Ninakushukuru Baba kwa ajili ya kusanyiko la siku ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya watazamaji wote Mfalme. Baba, niseme nini kwa matendo yako makuu Mfalme? Uzima tuliokuwa nao ni neema ya ajabu. Baba, ninalibariki na kulitukuza jina lako. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako. Nasi watoto wako tuko mbele zako tayari kula na kunywa mezani pako. Ninaomba utufundishe kupitia neno lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Na mimi mtumishi wako najiweka wakfu kwa damu ya mwana kondoo. Naomba unitumie kama upendavyo Bwana, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, asante, na watu wote waseme amen, wamshangilie Bwana. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kukaribisha kwa ajili ya tafakari yetu ya siku ya leo. Mpendwa mtazamaji, leo tunaenda kujifunza kwa habari ya jenga mahusiano na Roho Mtakatifu. Tunaendelea kujifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Leo tumepata neema ya kujifunza kwa habari ya kujenga mahusiano na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Roho Mtakatifu ni rafiki mwema sawasawa na maandiko yanavyosema. Roho Mtakatifu ni kiongozi, ni mwalimu, ni mfundishaji na mkumbushaji. Siku ya leo tunaenda kujifunza jenga mahusiano na Roho Mtakatifu. Mkristo ni lazima ujenge mahusiano yako na Roho Mtakatifu, kwa sababu pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya jambo lolote. Unapokuwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakusaidia, Roho Mtakatifu anakufundisha, Roho Mtakatifu anakuelekeza. Hata zile changamoto nzito unazopitia, Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, jenga mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Tunaposema mahusiano tunamaanisha nini? Mahusiano inaweza kuwa ni mume na mke, mahusiano inaweza kuwa ni mtoto na baba, mahusiano inaweza kuwa ni mama na mtoto, mahusiano rafiki. Roho Mtakatifu ni rafiki mwema, ni rafiki mwaminifu, ni rafiki asiyeweza kukuacha. Unapokuwa na Roho Mtakatifu, matatizo yako unatamani umweleze, umwambie shida unazopitia, na si kama tunavyofanya sisi wanadamu. Tunapokuwa na changamoto au na jambo lolote, tunamweleza rafiki, mtumishi wa Mungu. La sivyo, mweleze Roho Mtakatifu. Jenga mahusiano yako. Ukijenga mahusiano yako na Roho Mtakatifu, unamweleza shida zako, jambo lolote. Kabla hujamweleza mtu yoyote, mwambie Roho Mtakatifu, rafiki mwema Roho Mtakatifu, kuna jambo hili, nielekeze nifanyeje. Na Roho Mtakatifu kwa sababu ni mwalimu atakufundisha. Roho Mtakatifu kwa sababu ni mkumbushaji atakufundisha. Roho Mtakatifu anaweza yote. Roho Mtakatifu ni rafiki wa milele. Rafiki wa mwanadamu anaweza kukumwaga, anaweza kukuacha, lakini Roho Mtakatifu ni wa milele. Kwa hiyo ndio maana tunasema jenga mahusiano yako na Roho Mtakatifu, ili akuwezeshe, ili akusaidie, ili akuwezeshe kila jambo unalopitia. Anaweza Roho Mtakatifu. Tena yeye anatusaidia kuomba kule kuugua kusikoweza kutamkika. Kwa hiyo mpendwa, katika jina la Yesu ninakuomba jenga mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Ni kivipi unavyojenga mahusiano na Roho Mtakatifu? Jambo la kwanza, neno la Mungu. Roho Mtakatifu ni mtakatifu na naishi sehemu takatifu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, neno la Mungu likiwa ndani yako, Roho Mtakatifu kwa sababu ni rafiki yako, ni kiongozi wako. Roho Mtakatifu, kuna jambo hili ninalopitia, yamkini ni kwenye watoto, yamkini ni kwenye biashara, yamkini ni kwenye kazi. Roho Mtakatifu atakupa maneno kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo ninakusihi neno la Mungu liwe ndani yako. Roho Mtakatifu anaweza, anachunguza, anapeleleza unawaza nini unachopitia. Roho Mtakatifu anajua, ndio maana anasema anashuhudia pamoja na mioyo yetu. Kwa hiyo anakushuhudia ndani, anajua kabisa, anachunguza na peleleza, anajua huyu mtu ana shida gani. Ni kwenye watoto anapitia, anaweza kukupa mstari kwenye neno la Mungu. Watoto wetu watafundishwa na Bwana, atakuelekeza kwenye Biblia, soma hivi. Haleluya kanisa.
Anaweza kuangalia ni changamoto ya watoto, ni ya kwenye biashara, ni ya kwenye nini. Anakuambia usiogope, kwa maana mimi niko pamoja nawe, nitakuongoza, nitakusaidia. Hayo yote yanapatikana kwenye neno la Mungu. Katika jina la Yesu ninakusihi mtumishi wa Mungu, weka neno la Mungu sawa sawa na hapa anaposema katika kitabu cha Timotheo wa pili. Unaweza kusoma pale ukoona jinsi gani Roho Mtakatifu anavyotenda kazi kupitia neno lake. Kitabu cha Timotheo wa pili 3:16. Timotheo wa pili 3:16. Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Haleluya kanisa. Tunajifunza hapa neno la Mungu linasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hapa tunajifunza kwamba neno la Mungu ni mafundisho, linatufundisha. Roho Mtakatifu anaweza akakufundisha kupitia neno, anaweza akakuonya kupitia neno. Usifanye hivi, hiyo njia unayoenda ni mbaya, huku unakoelekea sio kuzuri, anakuonya. Ndio maana hapa anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu ni Roho Mtakatifu, lafaa kwa mafundisho, kutufundisha watoto wetu, kutufundisha kazi yetu, kutufundisha kwenye biashara, kutufundisha. Hilo ni neno la Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaangalia neno, anakufundisha kupitia neno. Unateseka nini? Unalia nini? Anakuletea neno. Nitakuwa pamoja nawe, nitakusaidia. Roho Mtakatifu anakupa faraja ndani ya moyo wako. Unapoenda kulisoma lile neno, Roho Mtakatifu anaachilia faraja. Unajua, kumbe haya ninayopitia, hii itapita tu, hichi ni kikombe kitajaa tu. Kupitia nini? Roho Mtakatifu. Mtu wa Mungu, mahusiano yako jenga kwa kulisoma neno la Mungu. Hapa anaendelea kusema, tunaendelea kujifunza mahusiano na Roho Mtakatifu. Njia ya pili, Roho Mtakatifu anaweza kuhusiana na wewe kwa njia ya maombi. Maisha ya maombi, uwe unaomba. Roho Mtakatifu unamsemeza kwenye maombi unapoomba. Roho Mtakatifu, kuna changamoto hii napitia, naomba unisaidie. Roho Mtakatifu katika kuomba kwako, unaomba. Ikiwa neno liko ndani, Roho Mtakatifu atazungumza na wewe, atakwambia kuna 1 2 3, hii biashara unakopitia ni hapo umekosea. Ni nini? Kupitia neno lake na kuomba. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 7. Injili ya Yohana 15 mstari wa 7. Biblia inasema 15:17. Neno la Bwana linasema, kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 7. Mstari wa 7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Anasema kwamba ninyi mkikaa ndani yangu. Wewe mtumishi wa Mungu, ukimkubali Yesu akiwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Roho Mtakatifu anaingia ndani yako. Anasema mkiwa ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yako, neno la Mungu likikaa ndani yako, anasema kwamba ombeni mtakalo nanyi mtatendewa. Ni nini unachopitia? Ni changamoto gani unayopitia? Amesema kupitia neno lake kwamba neno liko ndani yako, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Omba unalotaka. Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba kule kuugua kusikoweza kutamkika. Mtu wa Mungu, wewe omba. Unataka nini? Mwambie Roho Mtakatifu, rafiki yangu, ninaomba kwa habari ya kazi. Sina kazi, Roho Mtakatifu. Sina mtoto. Roho Mtakatifu atakusaidia kuomba. Maadamu neno la Mungu liko ndani, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Roho Mtakatifu amesema ombeni nanyi mtapewa. Unapoomba yanaachiliwa juu yako. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo ni lazima kujenga mahusiano yako ni kwa njia ya maombi, kuomba. Amina, watu wa Mungu. Anaendelea kujenga mahusiano. Cha tatu ni ukikosa. Roho Mtakatifu tumesema ni mtakatifu, akai sehemu chafu. Unapokosa
ni lazima utubu. Na mtu wa Mungu, jijengee mazingira kabisa, umwambie Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anayasikiliza yale tunayoyaomba. Roho Mtakatifu, ninapokosea ninaomba Roho Mtakatifu nikoseshe amani. Kile unachosema kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu ni rafiki mwema, ni kiongozi mwema. Ukimwambia Roho Mtakatifu, ninaomba, ninatamani mimi nimuone Mungu. Roho Mtakatifu, ninaomba pale ninapokosea. Roho Mtakatifu, ninaomba nikoseshe amani. Na Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Utashangaa ndani unapokosea, unakosa amani ndani ya moyo wako. Hapo unajua kabisa hapa nimekosea, unaingia kwenye toba. Ndio maana akasema ukikosa tubu. Roho Mtakatifu akai sehemu chafu, yeye ni mtakatifu, anakaa sehemu safi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama Roho Mtakatifu anakaa sehemu chafu na safi, lazima ujitakase. Muda wowote jitakase ndani ya moyo wako. Takasa mwili wako, takasa nafsi yako, takasa roho yako na mwili wako, ili Roho Mtakatifu aweze kusema na wewe. Tunasoma katika kitabu cha nabii Isaya, kitabu cha nabii Isaya sura ya 1 mstari wa 15 hadi wa 16. Neno la Bwana linasema, nanyi mkunjuapo mikono yenu nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu, jiosheni, jitakaseni. Ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Tumelisikia neno mahali hapa. Unapokosa, mtumishi wa Mungu, ndani ya moyo wako huna amani, ingia kwenye rehema, mwambie Roho Mtakatifu, naomba unisamehe, nimefanya 1 2 3 4, kutokana na haya ninayopitia nimekukosa Roho Mtakatifu, naomba unisamehe. Ni rafiki mwema, yeye atakusamehe na ataendelea kuwa na mazungumzo na wewe, mtaendelea kuwasiliana, utaendelea kumshirikisha kila kitu, na yeye yuko tayari. Mtu wa Mungu, kupitia neno hili ninakuomba, unapoanguka usikae chini, inuka tena, mwambie akurehemu, mwambie kusamehe, jitakasa. Amesema jiosheni, jitakaseni. Jioshe, jitakase kwa damu ya Yesu. Inuka tena kwa upya, songa mbele. Amina, watu wa Mungu. Anaendelea kusema jambo la 4. Tunaendelea kusoma hapa, anasema shukuru kwa kila jambo. Roho Mtakatifu akikutendea, shukuru. Aje kutendea, shukuru. Maana anasema shukuruni kwa kila jambo. Yoyote, shukuru kwa hali hii, shukuru kwa watoto, shukuru kwa kazi, shukuru. Usio unashukuru tu kwa mema, hata kwa mabaya. Roho Mtakatifu, ninakushukuru, ni rafiki mwema. Tukisoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 18. Biblia inasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Roho Mtakatifu anasema kupitia neno lake, shukuru kwa kila jambo, iwe ni kwa mema, iwe ni kwa mabaya. Mshukuru Roho Mtakatifu. Mtu wa Mungu, hata kama ni rafiki yako, ukimtendea jambo lolote anakushukuru, ni rafiki yako, ni mwaminifu, shukuru kwa kila jambo, iwe jema iwe baya, mshukuru. Kabla hujatendewa, shukuru. Yamkini kuna jambo uliloliomba hujatendewa, mwambie Mungu, ninakushukuru kwa sababu ninajua utalitenda tu, utalifanya tu. Ndivyo ilivyokuwa kusudi la Mungu. Mtu wa Mungu, jenga mahusiano yako na Roho Mtakatifu, utamfurahia Roho Mtakatifu, kwa sababu mimi nimemwonja Roho Mtakatifu, ni mwaminifu sana. Haleluya kanisa. Naweza kujifunza Roho Mtakatifu kwa jambo lolote unalomshirikisha, kwa jambo lolote unalomwambia, Roho Mtakatifu anatenda. Haleluya, watu wa Mungu. Mfano ulio hai, sisi watu wa Mungu, yamkini unaondoka asubuhi nyumbani kwenda kazini, au unawahi kazini, unaweka alamu kwenye simu. Roho Mtakatifu ni rafiki mwema. Ukimshirikisha, kumwambia Roho Mtakatifu, kesho ninatamani kuamka saa 2 au saa 11 au saa 9 niingie katika maombi. Ukimwambia Roho Mtakatifu, ninaomba saa 9 kamili, Roho Mtakatifu, naomba uniamshe. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, kwa sababu ni rafiki mwema. Ile saa 9 kamili ikifika, Roho Mtakatifu anakuamsha. Na Roho Mtakatifu hataki mazoea. Usifikiri leo atakuamsha kwa kukushtua au atakuamsha. Ana njia tofauti tofauti ya kusema na mwanadamu.
Amina, watu wa Mungu. Hiyo saa 9 yamkini unataka mimi nimejifunza, anaweza kukuamsha. Unaweza ukasikia kama simu yako inaita, lakini ukiamka kumbe unajua ukiangalia simu ni saa 9, ni ule muda Roho Mtakatifu anakuamsha. Roho Mtakatifu anaweza kukuamsha ukashangaa unasikia kukohoa, ukafikiri ni kikohozi, kumbe Roho Mtakatifu anakuamsha. Ana njia tofauti tofauti, ana mazoea. Amina, watu wa Mungu. Unaweza ukasikia jogoo linawika ukasema kumekucha, kuangalia ni yule muda. Kwa hiyo Roho Mtakatifu azoeleki, anafanya kama anavyotenda. Kwa hiyo ni wewe tu kumshirikisha Roho Mtakatifu, ninaomba unisaidie, ninaomba uniongoze. Roho Mtakatifu ni mkumbushaji. Wanadamu tunasahau, lakini kupitia Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, kuna sehemu nimeweka funguo sikumbuki. Roho Mtakatifu, naomba nikumbushe. Roho Mtakatifu atakuelekeza hapa. Wanadamu tunasahau na unakuta unajichelewesha ukihangaika kutafuta, lakini Roho Mtakatifu ni rafiki mwema, anakuongoza ule pale. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie, ninataka kuondoka saa hizi. Mtumishi wa Mungu, mshirikishe Roho Mtakatifu kila jambo. Ukifika kwenye ofisi yako, ukifika ni barabarani, wapi, mshirikishe, mwambie Roho Mtakatifu, niko hapa. Roho Mtakatifu, ninatoka sasa, ninaelekea kanisani, naomba uniongoze. Roho Mtakatifu atakuongoza, atakufundisha, atakuelekeza, atakusaidia. Yamkini kuna jambo la hatari, Roho Mtakatifu atakuonyesha. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo jenga mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hatakuacha. Mwanadamu hatakumwaga, mwanadamu hatakuacha, lakini Roho Mtakatifu ni rafiki wa milele. Jenga mahusiano